Karibu kwenye habari za ulimwengu. Je, dunia inaelekea kwenye mlipuko mkubwa wa vita vya kisiasa? Swali hili limeanza kuchukua mzito mkubwa kadri mataifa makubwa yanavyoingia kwenye mbio mpya za silaha, mbio ambazo hazionekani kwa macho ya kawaida, lakini zinaashiria hatari kubwa kuliko hata zile za vita baridi. Katika miaka ya hivi karibuni, mvutano kati ya Marekani na washirika wake wa NATO dhidi ya Russia na China umeongezeka kwa kasi, ukichochea ushindani wa kijeshi katika nyanja mbalimbali zikiwemo silaha za nyuklia, makombora ya kisasa, pamoja na teknolojia za kivita za anga na mtandaoni. Mkataba muhimu wa kudhibiti silaha za nyuklia unaojulikana kama New START Treaty umefikia mwisho wake mapema mwaka 2026, hali inayozua wasiwasi mkubwa duniani, kwani ilikuwa ni moja ya nguzo muhimu zilizokuwa zinadhibiti idadi ya silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi. Kutokuwepo kwa mkataba huu kunamaanisha kuwa hakuna tena mipaka rasmi ya kuzuia ongezeko la silaha za nyuklia, jambo linaloyapa nguvu mataifa haya kuongeza hifadhi zao za silaha bila kizuizi cha moja kwa moja cha mataifa. Vladimir Putin ameendelea kusisitiza kuwa Urusi haitakubali kushinikizwa kijeshi na NATO, huku akiongeza uwekezaji mkubwa katika silaha za kisasa, ikiwemo makombora yenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia kwa kasi ya juu. Kwa upande mwingine, Donald Trump ameonyesha msimamo mkali wa kuimarisha nguvu za kijeshi za Marekani, akihamasisha ongezeko la bajeti ya ulinzi pamoja na kushinikiza washirika wake wa NATO kuongeza mchakato wao katika masuala ya kijeshi. China nayo haiko nyuma katika mbio hizi, ikiwekeza kwa kasi katika jeshi lake, hasa katika teknolojia za kisasa kama akili bandia, silaha za anga za mbali, pamoja na kuimarisha nguvu zake za bandarini ili kushindana na Marekani katika ukanda wa Indo-Pacific. Kwa mujibu wa takwimu za kimataifa, matumizi ya kijeshi ndani ya dunia yamefikia kiwango cha juu zaidi katika historia, yakivuka zaidi ya dola trilioni 2.7 kwa mwaka, hali inayoonyesha wazi kuwa dunia inaingia katika enzi mpya ya ushindani wa kijeshi. Mbio hizi za silaha hazihusishi silaha za kawaida, bali pia vita vya kimtandao, ambapo mataifa makubwa yanajaribu kudhoofisha mifumo ya mawasiliano, uchumi na hata usalama wa ndani wa adui wao bila kutumia risasi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa hali hii inaweza kusababisha makosa madogo ya kiufundi au makosa madogo ya kisiasa kugeuka kuwa migogoro mikubwa ya kijeshi, hasa kutokana na kasi ya teknolojia za kisasa ambazo zinaweza kuanzisha mashambulizi ndani ya sekunde chache. Zaidi ya hayo, kuongezeka kwa ushirikiano kati ya Russia na China kunazidi kuleta changamoto kwa NATO, ambayo nayo inaendelea kupanuka na kuimarisha uwepo wake karibu na mipaka ya Urusi. Hali hii imeifanya dunia kugawanyika tena katika makundi makubwa ya nguvu, hali inayofanana kwa kiasi kikubwa na kipindi cha vita baridi, lakini safari hii ikiwa na teknolojia hatari zaidi na madhara makubwa zaidi endapo vita itaibuka. Kwa upande wa wananchi wa kawaida duniani, mbio hizi za silaha zinaongeza hofu ya usalama, huku rasilimali nyingi zikielekezwa kwenye masuala ya kijeshi badala ya maendeleo ya kijamii kama afya, elimu na uchumi. Swali linalobaki ni hili: je, dunia inaweza kudhibiti hali hii kabla haijafikia hatua ya mlipuko mkubwa, au tayari imeshaingia kwenye njia isiyoweza kurudi nyuma kuelekea vita vya kiwango cha kimataifa? Hii ndiyo taswira halisi ya dunia ya leo, dunia iliyojaa nguvu, hofu na ushindani mkali, ambapo amani inaendelea kuwa katika mizani nyembamba sana. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.